Nikiwa kama mdau wa michezo mpira wa jana, mimi naona kabisa kwamba jana Azam alikuwa amejipanga katika kila sekta kwa kuanzia mpira ulivyokuwa akianzia kuanzia golini kwao kwa golikipa namba 1 Aishi Manura kwenda katika safu ya ulinzi kati na mpaka kwenye nafasi ya ushambuliaji. Ni kwamba Azam walikuwa yuko serious na walicheza mpira kitimu tofauti na Simba. Simba walishindwa kujiorganize na kucheza mpira kama timu. Kwa hiyo hapo ndipo Azam walipotake advantage ya kufanyaje ya kuweza kushinda, kwa sababu Azam walikuwa wako compact katika kila sehemu, kwenye habari ya ushambuliaji, habari ya ukabaji na hata habari ya goalkeeping, yani mpaka nafasi ya goalkeeping Azam wao walikuwa wako sawa kabisa, wametulia. Ni tofauti na Simba. Sababu kuna muda yani unaona kabisa wachezaji wa Simba walikuwa wanakabia macho. Yani uone kabisa kwamba mtu hapa yuko serious kwamba inatakiwa tukabe, tufanye nini? Hapana. Lakini tunaona kwamba Azam waliweza kutulia, na tuweze kuwapongeza kwamba Azam kwa sababu kulingana na aina ya kocha walienaye, ni kocha mzuri, ni kocha mzoefu. Uwezo kuwabeza Azam baadhi ya viwango vya mchezaji mmoja walivyojitoa, yani kwa jasho na damu, ni tofauti na wachezaji wa Simba tulivyo waona katika mechi ya jana. Kwa hiyo tunaweza kumpongeza Azam kwa ushindi aliopata jana, wazidi kupambana, na tukiwa kama wadau wa mpira tunaweza tukisema kwamba timu ya Simba wanaweza wakakaa wakaangalia ni wapi wanapokosea, ni wapi wanapopatia, lakini tunaona kwamba kuna makosa mengi katika timu ya Simba yanakuwa yakijirudia, ya wachezaji kuto kujitoa, yani kucheza as a team. Hatuioni kwa Simba. Yani Simba anafika mahali unaona mtu anakuwa anajikaba, anapiga chenga, ujue anakwenda wapi, anataka kufanya nini. Kwa hiyo kwa maoni yetu sisi kama wadau, inatakiwa wakae, hasa dirisha hili dogo la usajili. Najua dirisha bado halijafungwa. Wakae chini, wafanye sajili zilizo bora ili ziweze kuleta ushindani mkubwa katika mpira wetu wa Tanzania na kuendelea kuheshimisha ligi yetu.